Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa mahiri wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mkazo katika kuwezeshaji wa wananchi kiuchumi, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Elimu ya fedha ni nyenzo muhimu sana katika kufanikisha azma hii, kwani inamwezesha mwananchi kufanya maamuzi sahihi kwa kutumia rasilimali fedha alizopata kwa tija na kujenga mustakabali bora wa maisha yake. Ndugu zangu, kupata mtaji bila kuwa na elimu ya fedha haitoshi. Kwa hiyo mafunzo haya ni muhimu sana kwetu, ambayo hujengea uwezo wa kujua ni namna gani fedha unazopata au mkopo unaopata unawekeza kwenye biashara ya aina gani. Kwa hiyo kwa nafasi hii nishukuru sana benki ya CRDB na CRDB Foundation kwa mchango wao mkubwa katika eneo hili. Kupitia juhudi zao katika mkoa wetu wa Manyara na hasa leo katika halmashauri yetu ya wilaya Babati, kwa kweli tunawashukuru sana. Lakini pamoja na mafanikio haya, bado changamoto ya mtaji na uelewa fedha upo, na ndio maana wenzetu leo wamekuja tena kutoa elimu kwetu ili kutujengea uwezo, ili tunapochukua fedha hizi tayari tuwe na uwezo wa kwenda kuziwekeza katika maeneo mbalimbali. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana. Tumesikia jamani, vikundi 12, lakini fedha shilingi milioni 321 zinakwenda kutolewa kwetu kwa ajili ya miradi mbalimbali ambayo tunatekeleza katika vikundi vyetu vya halmashauri ya Babati. Nirudie kuwashukuru sana CRDB Foundation kwa hatua hii kubwa. Leo tumejumuika hapa kuzindua rasmi mafunzo ya utoaji wa elimu ya fedha ambayo yamelenga kuwawezesha wanavikundi kuelewa na kumudu masuala muhimu ya kifedha, ikiwemo umuhimu wa kupanga na kusimamia fedha, kutenganisha fedha za biashara na matumizi binafsi, umuhimu wa kuweka akiba, usimamizi wa biashara na ukuaji wake, nidhamu, uwajibikaji na maamuzi sahihi ya kifedha. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia juhudi za benki ya CRDB na taasisi ya CRDB Foundation, benki yetu imeendelea kuchukua nafasi muhimu katika kujibu changamoto ya mtaji na uelewa wa fedha kwa wananchi. Napenda kutoa taarifa kuwa katika mkoa wa Manyara, benki ya CRDB imefanikiwa kutoa mitaji zaidi ya vikundi 154. Vikundi hivi vinajumuika kina mama, vijana na wenye mahitaji maalum yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 456. Hapo vipi? Sema milioni 456. Sio pesa ndogo, hizi ni pesa ambazo viongozi wetu akiwepo Mheshimiwa Naibu Spika halali kutafuta kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanajikwamua kiuchumi. Makofi mengi kwa Naibu Spika. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, bado tunatambua kuwa changamoto za mitaji na ujuzi wa usimamizi wa fedha inaendelea kuwepo kwa wananchi wengi. Ndio maana basi benki ya CRDB Foundation imejikita zaidi katika kuunganisha utoaji wa mitaji na elimu ya fedha ili kuhakikisha mitaji inayotolewa inaleta matokeo chanya na endelevu. Kwa kutambua umuhimu wa hafla hii ya leo, Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutangaza kuwa kupitia benki ya CRDB Foundation, benki yetu inakwenda kutoa mitaji kwa vikundi 12 katika wilaya yako yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 321. Makofi sana jamani. Nani kama Naibu Spika? Benki ya CRDB kwa kutuwezesha ili kuamua kwenye hali ya uchumi. Kwa hiyo tutaenda kuzifanyia kazi fedha hizo, tutazirejesha kwa wakati mwafaka ambao tumepewa na benki ya CRDB. Tumepanga kufanya miradi mbalimbali. Tuna miradi ya kikundi kwa pamoja ambayo tuna shamba la mpunga kama eka 2, na tuna miradi mingine ambayo kila mmoja na mradi wake. Asante. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel S. Duai. Nimefurahi sana CRDB kutuwezesha na kupata mpango huu wa mkopo bila riba, na pia mimi kwa shughuli zangu najishughulisha na ujasiriamali mdogo mdogo kama saluni vile, biashara zingine ndogo ndogo za mashambani.
na pia nimshukuru Mheshimiwa Naibu Spika na pia ni mbunge wangu wa Babati Vijijini. Nimefurahi sana kutuelekezea fursa hii sisi wajasiriamali wadogo, na pia nimshukuru sana, na pia nimshukuru Rais wangu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fursa hii ya ujasiriamali na kutoa mkopo bila riba. Na pia wito wako kwa wengine kuchangamkia fursa hii, na mtarudishaje ahadi yenu ya kurudisha hasa kwa vijana? Kwa upande wa vijana na wasi vijana wauchangamkie mkopo huu, kwa sababu ni mkopo unaorejesha bila riba, na pia ni fursa nzuri sana pale unapojishughulisha na utakapotendea haki mkopo wako. Na swala la kurejesha ni rahisi mno pia, na tajitahidi kwa majukumu pale ninapochukua fedha hizo nitaifanyia kazi na kuizungusha kwa usahihi na kurejesha kwa wakati.